Sasa nitaomba niweze kurejelea. Mheshimiwa Hussein Mwinyi wakati anaongeza muda wa bunge alinukuu katiba ya Zanzibar ya mwaka 84. Hii katiba ya mwaka 84 toleo la mwaka 2010, maana ndio toleo la mwisho ambalo lipo sasa. Kwa kwenye ibara ya 91 ibara ndogo ya pili a ambayo inasema hivi, nikianza na ile ya pili inasema rais hatakuwa na uwezo wakati wowote wa kulivunja baraza la wawakilishi isipokuwa tu. Hiyo a ambayo ameinukuu inasema kama baraza la wawakilishi limemaliza uhai wake kwa mujibu wa kifungu cha 92 cha katiba. Kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi alitumia kifungu hiki. Sasa kifungu hiki cha 91(2) a kinasoma sawa kabisa, kimefanana na kifungu cha 90 kifungu kidogo cha pili a cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambacho pia kinasomeka hivi: rais hatakuwa na uwezo wa kulivunja bunge. Kule wanazungumzia baraza la wawakilishi, hapa wanazungumzia bunge, wakati wowote isipokuwa tu. Unaona hata maneno ambayo yametumika yote yanafanana. Kwenye a anasema kama bunge limemaliza muda wa uhai wake kwa mujibu wa ibara ya 65 ya katiba. Wakati ile ya Zanzibar ya 91 inasema kwa mujibu wa ibara ya 92 au kifungu cha 92 cha katiba ya Zanzibar. Lakini kwenye muungano uhai wa bunge upo kwenye ibara ya 65. Kwa ukiangalia tafsiri na namna vifungu vilivyoandikwa, vimeandikwa vina lugha sawa, kwa maana kwamba hata tafsiri yake inafanana. Kwa kama nilivyosema, hivi ni vifungu mfanano ambavyo kwenye tafsiri zetu za sheria sisi tunaita ni sheria ambazo ni statute imprimatur, kwa maana kwamba ni sheria pacha ambazo zimefanana, ambapo tafsiri yake ni lazima ifanane. Kwa hiyo kama upande wa Zanzibar ameweza kutumia kifungu ambacho kinafanana kabisa na cha kwetu, akaongeza muda mpaka mwezi wa 8 tarehe 13 kwa ajili ya kukamilisha maandalizi ya uchaguzi, maana yake mimi naamini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania badala ya kuamua kuvunja bunge ana uwezo wa kutumia kifungu hiki au ibara hii ya 90 ibara ndogo ya pili a ambayo inafanana ile ya Zanzibar, akaongeza muda wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi ambacho tunaona kinafaa, kwa sababu kwa bahati nzuri kwa mujibu wa sheria yetu nyongeza ya kawaida inaweza kaenda isizidi miezi 12, na nyongeza kama kuna hali ya dharura au kuna jambo ambalo litakuwa muda uongezeke zaidi, kipindi cha juu kabisa ni cha miaka 5. Kwa hiyo anaweza kaangalia ni muda gani ambao tutafaa, akaweza kaongeza, uchaguzi kasogea mbele kidogo, ili hatimaye tukafanya marekebisho ya katiba yenyewe pamoja na kurekebisha sheria za uchaguzi, ili tuingie kwenye uchaguzi ambao utakuwa ni wa huru na wa haki, na ambao kila upande utakuwa umeridhika kwamba sasa atakayeshinda ameshinda na atakayekuwa ameshindwa au ameshindwa, kwa sababu mchakato jinsi ulivyo ni mchakato ambao pande zote tunakubaliana kwamba upo sawa.